Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ya mapato na maendeleo wa kazi za serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa ya Mheshimiwa Waziri Mkuu inatuonyesha kwamba pato la dunia limepanda kwa mwaka 2025 kwa 3.3 na pato letu la taifa Tanzania 6.0. Hii ni ishara kwamba bado nchi yetu tuko vizuri na mwenendo wa ukuaji wa pato la taifa unakwenda vizuri. Kwa sababu hiyo nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na mimi nimhakikishie tuko pamoja na yeye, aendelee kusonga mbele, taifa letu lisonge mbele. Lakini nipongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye ni mtoa hoja pamoja na wasaidizi wake. Tumeona Mheshimiwa Waziri Mkuu ziara zako ambazo zimekuwa na tija, zimegusa wananchi wa kawaida kule chini. Tunaomba sasa kuwe na muendelezo, yale malalamiko ya wananchi ambao waliwasilisha kwako waweze kupata mrejesho na tija ya ziara ile iweze kuwa mzuri zaidi. Nichukue nafasi hii pia kuwapongeza watendaji wote wa serikali, waheshimiwa mawaziri, manaibu waziri, lakini na waheshimiwa wakuu wa mikoa wakiongozwa na mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu na watendaji wote kwa kazi nzuri. Na sisi Wanahai tuendelee kumhakikishia Mheshimiwa Rais tuko pamoja naye. Tumemwona kila mahali, ukipita kwenye kata zetu 17 tunamwona Dr. Samia, miradi inaendelea. Na sasa hivi tuna mradi mikubwa inaendelea pale soko la Kwasadala. Sasa hivi nikuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe ni shemeji yetu, sukuma lile soko liende kwa spidi inayofanana na wewe, sukuma lile soko la Mula liende kwa spidi inayofanana na wewe. Tunaona jengo la mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Hai linakwenda kwa spidi ya kuridhisha pamoja na nyumba. Hiyo ndio Hai mpya ya Mama Samia na Saashisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niseme jambo hapa. Waswahili wanamsema kimfaacho mtu chake. Tumeingia kwenye shida ya mafuta ambayo sio ya kwetu, ni ya kidunia. Sisi wa Tanzania tumekuwa wahanga, lakini na sisi tuna cha kwetu, tulijiandaa. Na haya ni maono mazuri ya Mheshimiwa Rais alipoanza kusema tuwe na reserve yetu ya dhahabu ili tusaidie wakati wa shida. Mimi nadhani ni wakati sahihi sasa ile reserve ya dhahabu iuzwe, tupate fedha iingizwe kwenye ruzuku ili bei ya mafuta irudi pale ilipokuwa awali. Kwa sababu hiki ndio cha kwetu, kimfaacho mtu chake, dhahabu ya kwetu. Na mama aliona mapema kwamba kuna shida itatokea. Shida imetokea, tufanye maamuzi haraka, fedha ipatikane, tutoe ruzuku, mafuta yarudi kwenye bei ya kawaida. Lakini tuweke mipango endelevu ya kuhakikisha tunakuwa na ruzuku, lakini pia tunakuwa na reserve ya kutosha ya mafuta, kwa sababu dunia hatuwezi kuikontrol sisi wenyewe. Mambo kama haya yanayotokea sasa hivi yanaweza kutokea wakati wote. Kwa hiyo Waziri wa Nishati, uumize kichwa, uone namna ambavyo tutakuwa na reserve ya kutosha ya mafuta ili tunapopata majanga tusiweze kuathirika. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukurasa wa 47 wa hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ameeleza kuhusiana na swala la usafiri na usafirishaji, na akasema ili kupunguza msongamano wa vyombo vya moto na kuimarisha usafiri pamoja na miundombinu kujengwa, iko mikakati ameeleza pale. Lakini mimi nataka kumshauri Mheshimiwa Waziri Mkuu kwenye hotuba yake, liko eneo muhimu sana la usafirishaji nalotaka nilizungumzie leo: vijana wetu wa bodaboda na bajaji. Eneo hili kama hatutalitazama vizuri, ni eneo ambalo litakuja kutuletea shida huko mbele. Leo hii kila wilaya imejaa vijana wa bodaboda, vijana wa bajaji. Mimi ninaomba tutazame kundi hili. Nianze cha kwanza kuishauri serikali tupate takwimu za vijana hawa kila wilaya na hali zao za kiuchumi na hali zao za kielimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mfano wilaya ya Dodoma hapa, mkuu wa wilaya ya Dodoma atusaidie. Bahati nzuri they are well organized, hawa vijana tayari wameshajiunda. Kila ukienda utakuta bodaboda kituo fulani wana mwenyekiti wao, wana kiongozi wao, na wameanzisha visakosi vyao vizuri ili tuweze kuwafahamu ni wakina nani. Mimi ninajua, lakini nataka kwa takwimu. Ninajua kuna vijana wana masters wanayefanya biashara hii. Kuna vijana wetu wana degree moja wanafanya biashara hii. Wapo vijana wa diploma, wapo wa certificate, na wapo wengine wenye elimu ya msingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama hatutawatambua na kuwapa elimu, biashara hii itakuwa ni mzigo na usumbufu barabarani, lakini tungeweza kuibadilisha kwa haraka na ikawa manufaa kama wenzetu wa Rwanda walivyofanikiwa. Sisi ni mashahidi, ukienda Rwanda utakuta bodaboda akifika kwanza amevaa reflector
yenye namba yake inayomtambulisha na namba yake ya simu. 2, amevaa helmet. Kwa hiyo cha kwanza, kwa faida ya vijana wa bodaboda na bajaji, ili usafiri uweze kutumiwa na makundi ya watu wote, ni lazima wakubali kupata elimu na kufuata utaratibu ili biashara yao iweze kukua. Pale Rwanda unaweza kuvaa suti yako ukapanda bodaboda na ukafika salama. Akifika kwenye zebra anasimama, anasubiri taa zimuongoze. Na sisi tunaweza kufika hapo. Tunafikaje hapo? Tuwatambue kwanza. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tukishawatambua tuwaweke kwa makundi yao na elimu zao ili tuweze kuwasaidia. Mathalan nazungumza, tunaweza tukatoa hata ajira hizi tunazotoa hapa. Mheshimiwa Rais alitoa ajira 12,000 hapa. Tunaweza tukasema kama kuna kijana wa Kitanzania ana degree 2, amethubutu kwenda kukodisha bodaboda kwa mkataba mgumu na akawasha bodaboda akaingia mtaani, huyu ana commitment ya kazi, huyu ana utayari wa kufanya kazi. Ukimchukua ukampeleka ofisini, atakuwa mwaminifu, atakuwa mchapakazi mzuri, ili kwamba tukishajua Dodoma hapa au wilaya Hai tuna vijana kadhaa wana degree ya elimu, tuna vijana kadhaa wana degree ya uhasibu. Tunapotangaza kazi zetu, tuwape kipaumbele kule kwenye vijiwe vyao kwa kuangalia taaluma zao na washindanishwe. Mathalan tunapata ajira, vibali vya ajira 1000, tutenge ajira labda 2000 kwa ajili ya kuwamotivate vijana wa bodaboda, na wenyewe twende tukawashindanishe huko kwenye makundi yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, moja, tutakuwa tumewatambua vijana hawa na kuwafanya wawe na uzalendo na kuona wao ni sehemu ya Tanzania. Linapotokea tatizo lolote, wataitazama nchi yao kama ni nchi yao na wanahusika nao. Lakini la pili, kwa kuwa wameshajipanga na tumeona changamoto kubwa, wanapata ajali, wakati mwingine zinaingiza, badala ya kuingiza familia kwenye kuinua pato, wanarudi nyuma kwa sababu pesa zinaenda kwenye matibabu. Nikaomba tuwe na kifurushi maalum kwa ajili ya vijana hawa bodaboda, na mimi naamini wana uwezo kupitia vikundi vyao wakajiunga, wakaweza kupata matibabu kupitia vifurushi maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye ukurasa wa 22 amezungumza kuhusu sekta ya uzalishaji na akamkoti akasema, baba wa taifa kwenye kitabu chake cha Mtu na Maendeleo, naomba kunukuu, alisema maendeleo ya kweli huanza pale wananchi wanapoweza kuzalisha chakula cha kuwatosha wenyewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na bajeti hii ya Waziri Mkuu, ninajua ni mwendelezo, tutakuja kupata bajeti ya kilimo. Lazima mipango yetu ijielekeze kwenye kuongoza uzalishaji, kwa sababu ukiongeza uzalishaji ndio unaongoza pato la taifa. Lakini niseme jambo moja hapa ambalo linatusumbua kwenye wilaya yetu ya Hai. Sisi ni wachapakazi wazuri sana, lakini sasa hivi tuna crisis kubwa ya mbolea. Sasa hivi nimezungumza na mawakala wawili wa mbolea. Mbolea wilaya Hai hakuna, na kipindi hiki muda huu ndio muda wa kwenda kuweka mahindi na nafaka zetu mbolea. Niombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, muende kwa dharura kuangalia namna mbolea inaweza kupatikana. Lakini kubwa, mbolea hii tunajua kwa ruzuku inauzwa kulingana na makundi yake. Shilingi 73,600 kulingana na aina ya mbolea. Mbolea wilaya Hai imefika mpaka shilingi 170,000. Hii sio sawa. Niombe Wizara ya Kilimo iweke mekanizimu ya kuweza kucontrol bei ya soko la mbolea ili wananchi wakutane na kile ambacho ndicho kilichopangwa na serikali na ruzuku yao ambayo imewekwa na serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa haraka, TAMISEMI tunapanga bajeti ya TARURA ya barabara zetu, na mnafahamu ndio eneo ambalo linatugusa sana sisi wananchi, sisi wabunge. Niombe fedha inayopangwa kwenye bajeti ya TARURA iende kwa wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumepata mafuriko hapa. Sasa hivi ni kilio, barabara nyingi zimeharibika zikiwemo wilaya Hai. Na nimekuwa nikisema hapa na naendelea kurudia, karne hii sio jambo la kufurahisha wananchi wa mjini kama wa Hai watumie boti kuvuka. Sio sawa, na mkuu wa mkoa yuko pale. Sio sawa, haifanani na sisi. Niwaombe sana, tafadhalini pelekeni fedha, hasa lile fungu la dharura, ili likaweze kuhudumia barabara zetu ambazo zimeharibika na wananchi waweze kupata huduma. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo lingine kwa kuwa ni TAMISEMI, sisi kama mkoa wa Kilimanjaro, kwa sababu ya historia yetu, ni kweli wazee wetu walijitahidi wakajenga shule nyingi wakati wa mwaka 1952 na kwenda. Sasa mipango ya serikali inapokuja kujenga shule mpya, sisi wa Kilimanjaro tunabaki nyuma kwa sababu shule zetu ni chakavu. Tumeleta maombi maalum ya kuomba fedha kwa ajili ya kutengeneza shule chakavu.
Niombe sana Mheshimiwa Waziri Mkuu utusaidie fedha hizi zitoke kwa wakati ili tuweze kwenda kufanya matengenezo shule zetu na vituo vya afya. Na hapa asubuhi nimeuliza tena kuhusiana na uchakavu wa vituo vya afya, ili na sisi Kilimanjaro na wilaya ya Hai tuweze kufanana na wale ambao wanajenga shule mpya kuliko hivi mnavyotuacha nyuma. Na mwisho kabisa, serikali imejenga miundombinu ya kutosha. Nimekuwa nikisema hapa na narudia tena, sijaona humu kwenye bajeti ya TAMISEMI wakiwa wanaweka fungu linaloenda kufanya matengenezo. Tumejenga miundombinu mingi sana. Hapa chuo kikuu cha Dodoma mtaona serikali imeweka fedha nyingi. Ukienda chuo cha UDOM sasa hivi vyoo vimefurika, vigae vinabanduka, majengo yanashuka. Si sawa. Nitamani serikali tunapojenga miundombinu tuweke na fungu maalum kwa ajili ya ukarabati ili miundombinu yetu iweze kukua. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi namalizia la mwisho, nimeona umewasha maiki hapa. Tangu ninasoma shule ya msingi ninasikiaga Liganga na Mchuchuma. Liganga na Mchuchuma. Mheshimiwa Kitila Mkumbo, hebu sasa kabla sijastaafu umalize nayo biashara, kwa sababu tunategemea makaa ya mawe na chuma iletwe pale kiwanda cha Kilimanjaro Machine Tools. Tutengeneze chuma. Msemaji aliyemfuata hapa ametoa takwimu. Chuma ambao tunanunua kwa fedha nyingi nje ya nchi. Kumbe tungeweza kutengeneza hapa. Nikuombe sana Mheshimiwa Kitila Mkumbo, simamia hili ambalo nimeanza kulisikia tangu nikiwa shule ya msingi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono.